Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Niombe tena kukusalimu ndugu msikilizaji wangu na mwanafunzi wangu wa kile itwapo leo. Ni mwalimu wako Reverend Umba Aaron, ambaye siku ya leo tutaendeleza na kipengele chetu cha kwanza katika huu utangulizi wa afya ya akili ni haki kwa kila binadamu. Kwa hiyo katika utangulizi nilizungumzia vipengele karibuni 5 ambavyo kila kipengele tutaanza kwenda tunadadavua kwa kadiri Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Nipitie haraka. Nilisema ya kwamba imani ama hatua ya imani ni imani ya kusadikishwa, imani ya kutikabidhi, imani ya kumtegemea Mungu, imani ya uaminifu na imani ya kufanya kitu ambacho hakikuwepo kiwe. Kwa hiyo tutaanza na hatua ya kwanza ambayo ni imani ya kusadikishwa. Katika imani ya kusadikishwa tutakuwa na yafuatayo. Tutakuwa na vipengele 8 au 7 ambavyo tutaenda kuvizungumzia. Kipengele cha kwanza katika imani ya kusadikishwa, tutaenda kuainisha kwanza nini maana ya neno imani. Sababu nilisema ya kwamba ili unielewe vizuri, natakiwa uende uone kiwango cha level yako ya uelewa, hekima yako katika kupokea na akili yako yenyewe. Sababu title yenyewe kubwa ni afya ya akili ni haki kwa kila binadamu. Kwa hiyo neno la kwanza nasema ya kwamba andika, sababu ninaamini hautakosa kuwa na peni yako na daftari yako itakuwa karibu, na hivi vitu ni vitu kabisa mama ambavyo vinaweza kuongoza wewe kunielewa vizuri, sababu ninatumaini ya kwamba utakosa kuwa na ulizo, na ulizo kikuwepo ndio maana tulikuwa tusema kwamba nenda uone website yetu pamoja na namba yetu, utaanza kutuita. Neno la pili katika vile vitu 8, neno la pili ni hatua za imani. Ina maana hatua ambayo unaweza kuipitia katika imani. Neno la tatu ni kwa nini tuwe na imani. Kwa nini tuwe na imani? Kwa hiyo hivi vitu ni mataito ambayo mimi nitaenda kueleza moja baada ya nyingine. Neno la 4 ni kuelewa kwa akili katika imani. Maana yake nini? Neno la 5, nini umfanya mtu kupotelewa na akili? Nini umfanya mtu kupotelewa na akili? Neno la 6, mambo inayoweza kumfanya binadamu apotelewe na akili. Mambo inayoweza kumfanya binadamu ambaye ni wewe, ambaye ni mimi, ambaye ni yeye, apotelewe na uelewa wa akili. Na mwisho, nini maana ya kuelewa kwa akili? Nini maana ya kuelewa kwa akili? Nianze na neno la kwanza ambalo nilisema ni akili. Nilisema ya kwamba tutaainisha neno imani. Imani maana yake nini? Na katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha ya wengine, ijulikane ya kwamba neno imani si neno la kiroho. Hapana. Neno imani ni neno ambayo kila mtu anaweza kumwamini ndugu yake, hata awe mpagani, sababu utamwamini. Nilete mfano. Unaweza kumwamini ya kwamba huyu hata tukipewa naye karibuni hata kreti 10 anakuaga na maliza. Unamwamini hiyo njia. Lakini mimi sifundishe hiyo imani ambayo wewe uko naiamini. Hapana. Mimi nimeenda kufundisha imani hii ambayo ni ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Imani ni kuamini kwa moyo na akili kwamba jambo fulani ni kweli, hata kama haulione, hata kama halijadhibitishika kwa macho au kwa ushahidi wako moja kwa moja.
pamoja ulimwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, wewe unahitajika tu uamini ya kwamba ni kweli alikufa msalabani kwa ajili yangu. Hiyo ni ainisho imani. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 na mstari wake wa kwanza, anasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya yale tusiyoyaona. Kipengele cha pili, hatua za imani. Kwa lugha eleweka, mchakato au njia ya kukua kwa imani. Sababu nimesema ya kwamba hatua ya kwanza, imani ya kusadikishwa. Kwa hiyo katika imani ya kusadikishwa utakuja kwanza uone nini maana ya imani, na ukishajua ainisho neno imani, sasa wewe kama muumini mpya ambaye uliyesadikishwa, ambaye mwenye kuwa na afya ya akili, ambaye mwenye kuwa na levo ya uelewa na hekima humo ndani, unatakiwa ufikie katika hatua hii za imani. Ni mchakato au njia kuu ya imani. Nisema ya kwamba kitu cha kwanza, levo ya afya yako. Nikisema levo ya afya yako, ninaenda kusema namna ya mtazamo wako, namna ya uelewa wako, sababu kila mmoja ana namna anavyomwelewa ndugu yake, ana namna anavyomwelewa mwenza wake, ana namna anavyoelewa. Katika kuelewa, kila mmoja anakuwa na levo yake, na nilisema ya kwamba katika kuelewa kwenye njia ya imani ya kusadikishwa, tuna njisi ya kutafakari kwako wewe. Baada ya kusadikishwa, baada ya kuelewa, uko na tafakari namna gani, ukubwa wa hekima yako na mtazamo wako. Na neno la tatu nilizungumza ya kwamba ni hatua kwa hatua, namna tunavyopitia katika maisha ya kukua. Nafikiri wewe na mimi ni wazazi, tunapozaa watoto kuna hatua ambayo atapitia. Kuna hatua ambayo atakuwa mchanga, kuna hatua ambayo mwenyewe atataka sasa kwanza kutembea, kuna hatua ambayo mwenyewe atataka sasa aanze kujilisha mwenyewe. Lakini pamoja na hiyo, katika Biblia ama katika imani hii ambayo siku ya leo niko na kusadikisha, neno la kwanza ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia, na huko kusikia ndio kunakuja kumfanya mtu awe mkomavu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Rumi sura yake ya 10 na mstari wa 10 kwamba pasipo imani, basi imani chanzo chake ni kusikia. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Hii ni hatua ya kwanza. Ili leo ufikie kupata hiki kipengele ama aina ya kwanza ya imani, hatua ya kwanza ya imani, neno la kwanza ni uwe na masikio. Masikio ni kwenye ile milango ya ufahamu mitano. Tuna ule mlango wa kusikia. Mtu wakati anapoelezwa ako nasikia, na katika kusikia ndio kutakuja sasa ujue ni kipi ubebe na kipi usibebe, sababu mbeleni ufikie kufaulu. Kasema ya kwamba imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Kipengele cha pili ni kuelewa na kutafakari. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Luka sura yake ya 15, utampokea ama utamwona mwana mpotevu. Biblia inasema ya kwamba alipotafakari moyoni mwake. Lugha ya kwanza ni kwamba huyu mwana mpotevu, yeye wakati alianza mchakato wake wa kupotea ama wa upotovu, hakutafakari, aliendaenda tu. Lakini sasa wakati ilipomfikia sasa aingizwe ama aingililiwe na roho ya mfalme ya kutafakari, Biblia inasema kwamba alipotafakari. Ukisoma Biblia tafsiri ya habari njema anasema ya kwamba alipofikia ufahamu sahihi. Kipengele cha tatu ni kuamini, ni kukubali kwa moyo. Kuamini ni kukubali kwa moyo. Unakubalije? Sasa unafanya uamuzi wa moyo na kujiuliza, je, najua kwamba Mungu ni wa kweli?
Namna gani? Wakati unaposadikisha utakuwa uko kimya, uko nafuata kama hivi unanifuata mimi, ninaamini wewe ni mfuatiliaji wangu na ninaamini uko naandika. Lakini baada ya hii sasa, inatakiwa sasa upitie kipengele ya kwamba kuamini ni kukubali kwa moyo. Na unakubalije? Ni wakati unaweza sasa kujiuliza, najua Mungu ni wa kweli na ninamwamini neno lake ni la kweli, na unaanza kulitendea kazi. Ni huko kwa haraka utakuja kwa kile kipengele cha pili ama hatua ya pili ya kujikabidhi, sababu tunajikabidhi wakati tuliposadikishwa, na baada ya kusadikishwa sasa tunafikia kwa kipengele sasa cha kujikabidhi kwa yale ambayo tuliyosadikishwa. Kipengele cha 4 ni kipengele cha kutenda kwa imani. Kusoma kitabu cha Yakobo sura yake ya 2 na mstari wake 17 inasema ya kwamba imani pasipo matendo ni ya kufa. Ina maana wakati niliposadikishwa nilikuwa kimya kwenye darasa ama kwenye ibada, kwenye kanisa, ninasikiliza ama ninasadikishwa. Sasa baada ya kusadikishwa sasa, wewe unatakiwa uingie sasa kwenye vitendo ili uoneshe vile ambavyo ulivyosadikishwa. Ndiyo, hata tuingie kwenye kipengele kingine kinasema ya kwamba kwa nini tuwe na imani. Hii ni ulizo ambayo wewe msikilizaji ama mtumishi wa Mungu huko unaulizwa, kwa nini tuwe na imani? Jibu inasema ya kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kitabu cha Ibrania sura yake ya 11 mstari wa 6 nasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nini inazungumza pale? Ni kwamba wewe unayesikia, pamoja na kusikia ndani mwako, kama vile nilivyosema ya kwamba moyo unaamua, sababu moyo ni kituo ndani yetu ambacho kinachopokea. Na wakati moyo unapopokea, sasa moyo unatakiwa uamue kujua hii ambayo niliyosadikishwa, hii ambayo nimejitolea kwayo, hii ambayo nimejidhabiti kwayo, hii kitu kikoje? Sasa katika hiyo sasa, aliye kusadikisha ama aliye kueleza kitu fulani, kama anakuta ndani mwako hamuna imani, ina maana kwa lugha eleweka, atakuona kama ni umepoteza muda. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kisema kitabu cha Waefeso sura yake ni ya 2 na mstari wa 8 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Imani huondoa na kutupa ujasiri. Imani inaondoa kwanza hofu na kutupa ujasiri. Kwa nini iondoe hofu? Ni sababu ulisikiliza, ulisadikishwa, na katika kusadikishwa sasa unaaminia hiyo njia ya kwamba nikienda njia kutoka hapa hadi huko gisi nilielekezwa au gisi nilisadikishwa nitafika. Ina maana atatoa hofu ndani mwako na utasafiri vizuri. Atatosha hofu ndani mwako, utakuwa mtu ambaye utakuwa hodari. Sababu gani? Ndisi ulivyosadikishwa, wewe umeamini. Usisahau Biblia inasema ya kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Tufikie kwenye kipengele kingine ambacho ni cha pili. Inasema ya kwamba kuelewa kwa akili katika imani maana yake nini? Ndugu msikilizaji, kuelewa kwa akili katika imani maana yake nini? Kitini anazungumza ya kwamba kuelewa kwa akili ni uwezo wa kutafakari. Neno la kwanza, kuelewa kwa akili. Kuna watu wanafikiri ya kwamba sababu nimesadikishwa katika imani ni kusadiki tu, ni kukubali tu. Hapana. Katika imani, wakati akili yetu ipo, usisahau, mimi nilikufundisha siku za nyuma ya kwamba kuna hazina 3 ambayo Mfalme Yahwe amewekeza ndani ya kiumbe kinachoitwa mwanadamu. Nilikufundisha kwamba hazina ya kwanza ni akili, na hazina ya pili
nikakufundisha kwamba ni nguvu, na hazina ya tatu nikakufundisha kwamba ni uwezo wa uzalishaji. Ina maana nini hapa? Ina maana huyu akili ndiyo central ambaye ako na kufanya wewe kujua kipi kifanyike, na ndio maana nasema ya kwamba kuelewa kwa akili katika imani maana yake nini, ndugu msikilizaji? Sasa anajibu ya kwamba kuelewa kwa akili ni uwezo wa kutafakari, moja, kufikiri, mbili, na kuchambua na kupambanua maana ya jambo fulani. Ina maana siku ya leo hivi nimekuweka kwenye benchi, uko kwenye kiti, unakaa kwenye darasa, uko unanisikiliza mimi hapa. Sasa ili akili ifanye kazi, unapobaki mwenyewe, mkubalie Roho Mtakatifu aanze kukufungulia, kukueleza ya kwamba si unaona hiki kubaliana nacho, fanya 1, 2, 3. Sababu utafakari, hii ni siri ambayo inayotoka kwa mfalme Yawe. Ndiyo maana nilikurudisha tena kwenye kitabu cha Luka. Biblia inasema ya kwamba alipotafakari moyoni mwake. Neno kutafakari halitoki kwa shetani, hapana. Neno kutafakari linatoka kwa mfalme wa wafalme ambaye ndiye Yawe. Kipengele kingine kinauliza kwamba nini humfanya mtu kupotelewa na akili? Nini humfanya mtu kupotelewa na akili? Lakini pamoja na hiyo, acha tuende kwa kipengele cha tatu ili turudie kwa kipengele cha pili. Anasema ya kwamba mambo inayoweza kumpoteza binadamu akili ya kuelewa. Kwa lugha nyingine, mambo ya kuzingatia ambayo inayoweza kumpoteza mwanadamu akili ya kuelewa, akili ya kufanya yeye awe na vitu kwa moyo wake. Katika hiyo nilisema ya kwamba dhambi ya kudumu, hivi ni vitu ambavyo vinaweza kumfanya mtu apoteze akili yake ya kuelewa. Sababu anayeingiliwa na dhambi, kitu cha kwanza, hujawa na kiburi. Katika kitabu cha Ezekiel sura yake 11 na mstari wake wa 28, habari ya shetani ama Lucifer, Biblia inasema ya kwamba alipoanza kuwaza kwenye moyo wake. Ina maana wakati mtu anapobobea na dhambi ya muda mrefu na kuto kuitubu, Biblia inasema ya kwamba dhambi huzofisha uwezo wa mtu kufikiri kiroho. Dhambi iko na kuzofisha wewe uwezo wako ili usifikie kufikiri, usifikie kudadavua vizuri, usifikie kupambanua, uone hii ni nini na hii ni nini na niko wapi, nifanye nini. Kwa hiyo sasa, wakati dhambi inakuwa muda mrefu, wewe bila kupitia kwenye toba, inakufanya wewe usiendelee. Ndio maana Biblia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 4 na mstari wake wa 4 anasema kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha akili zao. Mungu wa dunia hii, kwa lugha nyingine shetani, ambaye ndiyo adui yetu. Hatutaki sisi tuendelee, hatutaki sisi tuamini kikweli. Sasa atakuja kupofusha macho yako. Watu wanafikiria kwamba macho ni yale ambayo ako naona nayo. Hapana. Lakini mimi nikuhakikishia siku ya leo kwamba macho ni yale ya ndani, ile ambayo kwenye kujiunga na akili ndio inakufanya ujue ya kwamba hapa nisipitie, nipitie hapa. Mimi na mke wangu tuzungumze haya, mimi na watoto wangu tufanye hivi. Inakufanya mpaka usisahau nyumbani. Lakini wale ambao wamekuwa na dhambi ya muda mrefu bila kutubu, wale wanaanza kusahau hata na manyumba yao. Akiondoka hapa ni mazima, anaondoka kabisa, hajue tena ni kipi kinaweza kufanya kwake. Ina maana dhambi ya muda mrefu na kuto kuitubu. La pili, kiburi na kujiona unajua kila kitu. Sijue ndugu msikilizaji kama tuko pamoja, niombe uandike. Kiburi na kujiona kwamba mimi, wewe, ninajua yote. Akili ya kibinadamu haiwezi kumfanya mtu kujua vitu vyote, hapana. Ndio kwa maana siku ya leo kubaliana na mafundisho ya kwamba
Roho Mtakatifu awe kiongozi wako wa kila itwapo leo. Kwa lugha nyingine, awe mwalimu. Biblia inasema ya kwamba atakapokuja Roho wa Bwana atatuweka kwenye kweli yote. Ina maana kweli haipo kwa shetani. Siku ya leo acha nikupatie usiri na uikubali na ikusaidie. Shetani hana na kweli, ama hata na ukweli hana nao. Ambayo tunaipata kweli, tunaipata kwa mfalme wa wafalme ambaye ndiye Yesu Kristo. Kitabu cha Warumi sura yake ya kwanza na mstari wake wa 22 anasema kwamba wakijinenea kuwa wenye haki, lakini wao ni wapumbavu na wenye kupumbazika. Kipengele cha tatu ni kupokea mafundisho potofu. Hapa naweza kupakazia kabisa. Katika imani ya kusadikishwa, nilisema hivi, imani si neno la kiroho, hapana. Imani ni neno la mwili, sababu kila mmoja anatakiwa amwaminie ndugu yake. Kila mmoja anatakiwa amwaminie mzazi wake. Kila mmoja anatakiwa amwaminie sijue mwalimu wake, sijue nini. Lakini ulizo, je, yale ambayo unakaa uko nasadikishwa ndio kweli? Sababu kwenye kipengele hichi cha tatu cha kwa nini tuelewe kwa akili, kuna kipengele kinasema ya kwamba kupokea mafundisho potofu. Ina maana mafundisho ya uongo uchanganya akili ya mtu, uanza kuendaenda, hautajua tena kipi ukitafakari ili kiende kikuletee ukweli. Lakini sababu unapokea mafundisho potofu, sasa hii inakufanya sasa akili yako ifungwe, akili yako itobolewe na macho, isiwe na macho tena. Na kipengele cha 4 ni kwamba kutokujifunza neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Kukaa kwa neno la Mungu ndani mwetu maana yake ni kama mtu mwenye kwa kwenye fence, ni kama mtu mwenye kwa kwenye nyumba ya matirio makubwa. Ina maana hata tatizo likija, yeye anaweza kufitima kwenye ile nyumba. Sababu gani? Nyumba ni yenye kujengwa kwa matirio. Tumuone Yesu Kristo alipoenda jangwani. Biblia inasema kwamba walishindana, ama alimshinda Yesu Kristo kupitia neno la Mungu. Shetani alimweleza kwamba wewe kama ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mikate. Ni kweli ilitakiwa ageuze, lakini sababu alijua kwamba hii siyo muda wa kugeuza, ilitakiwa na yeye huko kwenye maandiko. Ni kweli imeandikwa, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nieleza kwamba hivi ni vimoja vya vipengele ambavyo vinakufanya wewe, unapofuatilia mafundisho kama na haya, yatakufanya wewe ukomae. Sababu mpaka na hivi naweza kuuliza, wewe uko kwenye imani ipi? Ama uko kwenye hatua gani ya imani? Uko kwenye hatua gani ya imani? Sababu ni kuweza kwamba hatua tunazo 5 ambazo ninakufundisha: imani ya kusadikishwa, imani ya kujikabidhi, imani ya kumtegemea, imani ya uaminifu, na imani ya kwenda kuzalisha sasa. Hatua ya 4, kuto kujifunza neno la Mungu. Nimesema hapa kitini kinasema ya kwamba akili hujengwa kwa maarifa sahihi. Niko nataka kuzungumzia habari ya neno sahihi. Kuna watu wako na changanya vitu. Kuna mtu anasema ya kwamba hii kanisa langu kwa mfano, ama hili zebu langu niko naingia ndiyo nzuri, lakini unaweza kwenda kuangalia zebu lenyewe ambalo ako na gangania, unaweza kuona ya kwamba huyu eko kwenye upotovu. Lakini unaweza kwenda sasa kumvuta huyu mtu ya kwamba hebu kaa hapa, nasikiza neno la Mungu ambalo liko sahihi. Sababu kuna achanisho ya neno njema na sahihi. Sahihi ni neno ambalo hamna kasoro, ni neno ambalo hamna virusi, ni neno ambalo limeoshwa, liko nzuri. Kwa hiyo neno sahihi, anasema ya kwamba kutokujifunza neno la Mungu.
Akili hujengwa kwa kufundishwa. Akili hujengwa kwa kupitia, ama imani hujengwa kwa kupitia haya makataba ambayo nimekufundisha siku ya leo. Asiyesoma neno la Mungu au kutafakari mambo ya kiroho hukosa chakula cha akili yake ya kiroho. Nikuulize ndugu msikilizaji, wewe akili yako kweli inakutumaga wapi ili useme kwamba hii ndiyo kweli? Maisha yako yote hamna hata kitu ambacho mwenzako ama mke wako anaweza akakubalie wewe, sababu kila siku wewe ni mtu ambaye asiyeaminika, ni mtu ambaye usiyekubalika. Sababu gani? Ndani mwako hamna fundisho hata moja. Ndani mwako hamna nafasi ambapo uko na kuambia ili na wewe uje ueleze, hamna. Ina maana wewe maisha yako yote hata hazina lenyewe la akili halimo ndani ya kichwa chako. Tuone neno la tano. Neno la tano linasema ya kwamba ushawishi wa kipepo au nguvu za giza. Nikuombe usisahau kipengele ambacho tulianza nacho, ni imani ya kusadikishwa. Kabisa kabisa, katika hatua hii kuna hatari kabisa, ndugu msikilizaji. Ni nani anayekusadikisha mpaka na leo? Mimi nikuombe, njoo kwa Yesu Kristo ili akusadikishe. Njoo kwa Yesu Kristo ambaye anayeleta akili sahihi akusadikishe, na njia yako itanyoshwa. Wakati mwingine akili hupotoshwa na mapepo, hasa mtu akifunganiwa na kuwa mchawi, ibada za sanamu au vitu vya kishetani. Huyu anaingililiwa na mapepo. Ndio kwa maana kuna wengine utamkuta anakuambia niko na msongo wa mawazo. Utafikiri ni msongo kweli, kumbe ni vimapepo vimeisha kumwingia. Sababu ya lile neno nilikueleza kwamba dhambi ya muda mrefu ya kuto kutubu. Ina maana wewe unajiona ya kwamba uko vizuri, na zaidi ya yote, kwa kuwa shetani naye ana malaika zake, anaweza akakutumie kama vile Herode alikuwa nataka kuwafanya watumishi wa Mungu ambao ni mamajusi waende wakampelelezee vitu ambavyo yeye alikuwa anavitaka, lakini kwa kuwa Herode alikuwa ni mtu ambaye hawezi kushindana na Mungu, Herode alianguka chini. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 1 hadi 2. Nisome katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba Roho husema waziwazi ya kuwa wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, dhamiri zao zikiwa zimepingwa hapa kwa chuma cha moto. Neno la 6, maumivu au hasira ya magonjwa ya kiakili. Hii neno la 6 katika hicho kipengele ambacho ni cha 3. Maumivu, hasira au magonjwa ya kiakili. Inakusema ya kwamba anayepitia huzuni kila siku, hasira ya muda mrefu au msongo mkubwa anaweza kupoteza mwelekeo wa akili. Utamkuta mtu anakueleza kwamba mimi sigawina na kukasirika, na anapokasirika ili aje afunguliwe kwa hiyo hasira, utakuta ni mwezi, mwaka, akiingia kwenye zawadi ya fitina, ni karibuni miaka. Kila siku utamkuta huyu mtu anavimba ni kuvimba. Huyu mtu ukimwangalia vizuri, ndani mwake hata na akili haitakuwemo tena, sababu baba wa uongo, baba wa kushawishi ama baba wa kupotosha ataingia na kutaka kumpotosha huyo mtu ili asifikie kusudi ya hiyo imani ya kusadikishwa aliyoipata. Tunaendelea na kuuliza hapa, nini maana ya kuelewa kwa akili? Ndugu msikilizaji, nini maana ya kuelewa kwa akili? Kuelewa kwa akili ni kutumia nguvu ya kufikiri na kuelewa mapenzi ya Mungu. Siku za nyuma nilikufundisha hazina 3 ambayo Mfalme Yahweh amewekeza ndani yako. Sasa kama Mfalme Yahweh
kuwekeza hazina tatu ndani mwako. Nguvu ni hazina ya pili, ambayo ni kweli akili utakuwa nayo, lakini kama hautakuwa na nguvu, nguvu hii iwe ndani ya akili. Nguvu ikiwa ndani ya akili itakupatia uwezo wa kuwa na level ya juu na kutafakari. Kusoma kitabu cha Isaya sura yake ya 11 mstari wake wa kwanza na wa pili, Biblia inazungumza ya kwamba sisi kama vile wenye kumwamini Yesu Kristo tunatakiwa tujazwe na roho saba. Huko anataja roho ya hekima na maarifa, roho ya ushauri, roho ya kuelewa, roho ya kumcha Bwana na hivi na hivi. Ina maana hivi vitu vyote vinatakiwa viongozwe na nguvu ya akili, na baadaye sasa ukafikie kwa hiyo hazina ya tatu ambayo ni uwezo wa uzalishaji. Ina maana kama akili yako haija produce vizuri, jua ya kwamba hata hivi vitu ambavyo utazalisha huko itakuwa vitu vibaya, sababu unaweza kuwa na nguvu ya kulima, wewe ni mlimaji mkubwa, ama wewe ni mfugaji mkubwa, ama wewe sijue ni producer mkubwa zaidi, lakini sababu hautakuwa na akili ambayo itasindikizwa na nguvu ya kutafakari, matunda yako yote ambayo utaanza kuiproduce hapa itakuwa si nzuri. Sababu gani? Hakuna akili ama hamuna nguvu ya kutafakari. Kipengele cha mwisho ambacho ni cha tano, tumalizie hapa siku ya leo, nasema kwamba moyo katika maisha ya kiroho unamsaidia mwanadamu nini? Moyo katika maisha ya kiroho unamsaidia mwanadamu nini? Katika kuumbwa kwa mwanadamu ninamuona na vitu vikubwa vitatu ambavyo na wewe sijui unaweza kuongeza cha kwako kisi unajua, lakini acha nikuelekeze kwanza haya maneno matatu. Mwanadamu ana mwili ambao tuko nao sote. Mwanadamu ana nafsi na ana moyo, vitu vitatu ambavyo vikubwa vinamfanya mwanadamu aonekane kuwa mwanadamu. Kwa hiyo neno nasemaje katika Biblia? Mafundisho ya kiroho, moyo haumaanishi tu kiungo cha kusukuma damu bila kitovu. Katika maisha ya mafundisho ya kiroho, moyo haumaanishi tu kiungo cha kusukuma damu, bali ni kitovu cha utu wa mtu, sehemu ya ndani kabisa ambapo mtu hufikiri, huishi, huchunguza na kuamua. Hii ni moyo. Ndio maana siku moja nimeweza mwingine ya kwamba hii ndio inaitwa roho, na nikaeleza ama nikamuuliza mtu mmoja ya kwamba ili iitwe Roho Mtakatifu ikoje hii? Sababu kuna watu leo wako wanatumikisha moyo, utasikia wanamwambia kwamba huu moyo wako kabisa si moyo wa binadamu. Ina maana kwa lugha eleweka, huyu moyo wa huu ambao umesemewa ya kwamba si moyo wa binadamu, kwa uelewa mara moja, huu ni moyo ambao utaitwa roho chafu. Sasa kwa nini iitwe Roho Takatifu? Ni sababu inafanya vitu viko vitakatifu. Mtu mmoja akaniuliza kwamba je, Baba, watakatifu duniani wako? Nikajibu ndiyo, watakatifu wako. Sasa moyo, hatua yake ni nini katika maisha ya binadamu, katika maisha ya kiroho? Moyo unafanya kazi gani? Nitazungumza maneno mawili tu ama matatu ili tumalize sasa. Neno la kwanza, andika: moyo ni kituo cha imani. Moyo ni kituo cha imani. Biblia inasema ya kwamba kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kipengele chetu mama ni imani ya kusadikishwa. Kama ni imani ya kusadikishwa, ni milango gani ama ni viungo gani mama ambavyo vitakusaidia wewe ambaye ni msikilizaji? Kitu cha kwanza ama kiungo central, kiungo mama ambacho kitakusaidia wewe kusikiliza hatua hizi tano za imani, kituo mama ni moyo. Ndio maana anasema kwamba kwa maana kwa moyo mtu huamini hata
kupata haki. Ina maana levo yako ya kusikia, levo yako ya kuelewa, imani yako, hekima yako itakufanya baada ya wewe kuelewa. Kwa lugha nyingine, baada ya wewe kusadikishwa, utafikia sasa kipindi sasa cha kuzaa vitu ambavyo vyenye kutoka kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kuna vitu 6 Bwana anavyovichukia, ndivyo 7 vilivyo chukizo wake. Kuna kitu ambacho nitanukuu, nasema kwamba na moyo unaowaza mawazo mabaya. Huu moyo hauitwi moyo mtakatifu ama Roho Takatifu, hapana, unaitwa roho chafu. Sababu gani? Huko ndo amejaza. Ndio ukumbuke lile ambalo nilikueleza kwamba kuna vitu vinamsababishia akili ndani ya roho kuto kupokea maneno ya Mungu. Nikasema ya kwamba ni dhambi ya kukaa na muda mrefu bila kutubu. Hii inamfanya mtu apoteze, hii inamfanya mtu apofuke, hii inamfanya mtu afe kiroho. Kwa hiyo ni kipi anatakiwa afanye? Huyu mtu anatakiwa awe na muda wa kutafakari. Ndio maana ukisoma Biblia inasema kwamba alipotafakari, ina maana kutafakari kwako leo wakati unaposikia neno la Mungu, na zaidi ya yote wakati unaposikia hatua hizi za imani, wewe unatakiwa uwe na muda wa kufocus ama wa kusikiliza vizuri, ili ufikie kujua ni kitu gani ambacho kinatakiwa mimi nikifanye. Sababu ninaamini wewe haukuumbwa ili uwe hivyo. Hapana, wewe umeumbwa ili umtumikie Bwana, ili umsifu, ili uwe chombo kizuri kwake. Kwa hiyo nimalize na kusema ya kwamba Mfalme Yesu anakupenda wewe ndugu msikilizaji, na anakuita wewe. Ni mtu ambaye umeumbwa kwa mfano wake, na ndani yako mmewekwa hazina ambayo ndiyo akili, nguvu na uwezo wa uzalishaji. Ni kuombe upate nafasi ya kutufuatilia kila siku. Somo hii ni somo nzuri ambayo itakufanya wewe kubadilisha maisha yako endapo utamwamini, na Mungu akubariki. Naitwa Reverend Mumba Aaron, ambaye ni mwanzilishi na mbeba maono wa kanisa la RMCA, Restoration Mission Church in Africa. Kwa hiyo niombe utufuatilie na kutufollow, kutukomenti kwenye mitandao yetu ya kijamii, website pamoja na YouTube, hata na email yetu. Ukitaka kutuandikia unaweza kutuandikia, na Mungu akubariki. Amen.